Bwana. Somo la leo tuko katika mwezi ambao ni kwenye huduma, unaitwa mwezi wa malango yasiyoonekana. Kwa maana hiyo pia katika ndoa ninapenda tuangalie malango yasiyoonekana katika ndoa. Malango ni nini? Malango ni sehemu ya kuingilia sehemu. Kwa kuna malango ya laana na malango ya baraka. Wakati Bwana Yesu anaongea kuhusu somo la malango, kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 17 mpaka 18, 17 akasema, Petro, Simoni wa Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayataliweza. Lakini hakuishia hapo. Akasema, nimekupa funguo, utakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa, utakalofungua duniani mbinguni limefungwa. 16, 18 na 19. Kwa ina maana kuna funguo katika maisha. Sasa kwa nini naongea somo hili kwenye ndoa? Kwa sababu muujiza wa kwanza Mungu kutenda katika maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 2, ni muujiza wa ndoa, ambapo Mungu alimpa usingizi Adamu. Kuna story. Alafu Adamu akatolewa ubavu. Muujiza huo. Alafu eti ka ubavu ka Adamu kakafanyika mke. Na huyo mke ndio mpaka leo ni mama wa Adamu wote. Kwa hiyo ulikuwa muujiza wa kwanza wakati wa uumbaji. Lakini pia tunaona muujiza wa kwanza wa Bwana Yesu, kitabu cha Yohana, ni harusi ya Kana. Kwa muujiza wa kwanza wa Mungu ilikuwa ndoa. Muujiza wa kwanza wa Bwana Yesu ilikuwa ndoa. Kwa nini? Kwa sababu ndoa ni malango mapana kwenye maisha. Ngoja nikwambie ukweli. Ukiambiwa leo uchague kati ya pesa, vitu vya msingi kwako, pesa, ndoa na huduma ya kumtumikia Mungu, utachagua kipi? Vijana wengi ambao nimekaa nao wanasema tutaanza na huduma, tutakuja pesa, alafu ndoa. Nikamwambia hapana, msingi wa maisha ya mwanadamu ni ndoa. Kwa ndoa itakufanya upate huduma. Mke unayemoa, mume unayeolewa naye, unaweza kuwa tajiri au ukawa maskini. Mke unayemoa, mume unayeolewa naye, unaweza kuinua maisha yakaweza akamtumikia Mungu vizuri zaidi kwenye huduma, au ukawa na maisha ya hovyo kabisa duniani. Kwa hiyo kama kuna kitu cha msingi cha kwanza kabisa kwa maisha ya mwanadamu ni ndoa. Kijana, kuna vitu vya kuangalia kama malango kwa ajili ya ndoa, ambapo Biblia imekupa maonyo mapema. Kitabu cha Mithali ile sura ya 24, naomba ndugu mtangazaji tusomee. Mithali 24 mstari ule wa 3. Naomba usome pamoja nasi. Mithali 24 mstari wa 3 anasemaje? Mithali 24 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, nyumba hujengwa kwa hekima. Nyumba hujengwa kwa hekima. Na kwa ufahamu huthibitika. Na kwa ufahamu huthibitika. Na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Na kwa maarifa nyumba vitu vya thamani hujazwa katika vyumba. Ndiyo. Sasa sikiliza kwa makini. Nyumba ina maana ndoa. Na naposema ndoa inatakiwa ijengwe kwa hekima. Lakini ameongeza neno maarifa. Sasa hekima gani ya ndoa na hekima gani ya maarifa? Tunaanza na kijana ambaye hujaoa. Naomba nikwambie, unapaswa kuchagua mke mwema kwa hekima. Mke mwema hutoka kwa Bwana. Lakini chanzo cha hekima ni kumjua Mungu. Kwa hatua ya kwanza baada ya kuwa umeokoka na kumjua Yesu Kristo, ni kwamba tayari umekwisha ingia katika msingi wa kwamba unaweza kupata mke mwema. Lakini unahitaji maarifa. Maarifa ndio haya masomo tunayofanya jioni, ambayo yanakusaidia kufunguka macho na kuwa na uwezo mkubwa wa kujenga na kujaza vyumba ambavyo ndio ndoa. Vyumba ni miaka ambayo inakwenda. Sasa unapataje maarifa mimi? Twende taratibu. Hekima unayo kwa sababu umempenda Mungu. Tusome kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7. Petro wa kwanza
sura ya 3 mstari wa 7. Maandiko yanasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima, kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwa hiyo ameanza na wanaume, na anachokwambia mtumishi wa Mungu Petro ni kitu kidogo sana. Anasema inakupasa kuishi na mke wako kwa hekima. Amina. Sasa ukiingia ndani zaidi ya hilo, unajifunza misingi ambayo ni ya msingi sana kwa ajili ya kujenga ndoa yenye utukufu. Sasa kama unatafuta mchumba, kwambie tu ukweli, sifa ya kwanza ya mchumba ambaye unataka kumpata, awe na adabu. Na nilikwambia hata wiki iliyopita, wiki mbili zilizopita, sio wiki iliyopita, awe na adabu. Mwanamke asiyekuwa na adabu ni mwanamke wa hovyo kabisa katika maisha ya mwanaume yote duniani. Adabu ni nini? Adabu ni utii na unyenyekevu. Mwanamke anaweza kubetua midomo yake kwa mume wake, wewe mwanamke hakufai, hata we mrembo kama malaika. Atakupeleka kwenye shida kwenye huduma, atakupeleka kwenye shida kwenye maisha, atakupeleka kwenye shida kwenye kazi. Biblia inasema ni bora ukakaa poleni jangwani peke yako na upule, kuliko ukapata mwanamke mwenye maneno mengi asiyekuwa na haya. Kwa ni muhimu katika uchumba ukamwelewa mke wako. Kama ameshindwa kulelewa na wazazi wake, wewe sio kazi yako kumlea. Kama hajielewi na anataka kwenda kwenye ndoa, sio shughuli yako kwanza kumfanya aende kwenye ndoa. Lakini unapaswa kumwombea pia, kwa sababu kazi yako pia kama baba ni mlezi. Lakini naomba nikwambie, leo mtu ambaye amekuwa katika wokovu, leo umempata au amekuwa katika maisha yake, huwezi kumbadilisha. Kama ameshindwa kubadilishwa na baba zake na mama yake, leo huwezi kumbadilisha. Kwa hiyo cha kwanza, mtu aliniuliza, mchungaji, sasa napataje mke mwema? Nikamwambia no, cha kwanza mke ni tabia, sio shape. Usidanganyike. Unaweza kukutana na nguruwe, alafu ukasema umeoa, alafu ukajuta kwa nini umefanya kosa kama hilo. Na watu wengi, naomba nikwambie, wana kilio na maumivu makubwa. Ukikutana na mwanaume ambaye usiku wa saa 5 anaenda kuangalia mpira wa Manchester, anamwacha mke wake, ujue kuna kitu kimemkera. Ukiona mtu anatoka kwenda kwenye baridi, anakaa baa mpaka asubuhi, ujue nyumbani kuna kitu mke akifanya kicho kizuri. Chunguza kwa makini. Kwa hiyo dalili za mvua ni nini? Unapoona mwanamke ambaye hana adabu, mwanamke ambaye anasema mimi siwezi kujinyenyekeza kwa wanaume, tuna haki sawa, kimbia. Lakini upande mwingine, kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Hebu tusome unasemaje? Sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Anasema, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako walioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao, pasipo lile neno, wakiutangaza mwenendo wenu safi na waofu. Kujipamba kwenu inatosha. Kwa hiyo anasema, enyi wake, mwapasa kuwatii waume zenu. Unajua, wale wanaosoma Biblia, kitabu cha Esther kwa nini alikuwa malkia? Kwa sababu kulikuwa na mrembo mwingine ambaye alikuwa malkia, alikuwa anaitwa Vashti. Mfalme alipomuita akajifanya na dengua, akajifanya anakataa kuelekezwa,
akataka kuonyesha naye ni malkia. Naomba nikwambie, taji ya mwanamke ni unyenyekevu. Taji ya mwanamke ni unyenyekevu. Hata kama hujafundishwa kwenu, leo naomba nikufundishe na uamue kubadilika, kwa sababu ndio maana ya kuwa na maarifa na hekima kupitia kipindi hiki. Mwanamke ambaye sio mnyenyekevu ni mwanamke hatari kuliko shetani. Na siku zote mwanaume ukikosea njia, ukaoa urembo, ukaoa sketi fupi, ukaoa sijui mtazamo wa sura, sijui macho, sijui vibimpo, inaitwa nini? Dimples sijui. Imekula kwako. Ndoa haitakusaidia kwenye dimples. Na ndio maana hata wale, ndio maana amekwambia hapa, anasema hivi, kuna wale wa dini ya mamdogo, Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu ambao wanaweza kuoa hata wake watatu wanne. Mmoja akasema, unajua nyinyi bwana, wanawake wenu wanakuwa na kiburi kwa sababu yuko peke yake. Sasa hiyo ni sifa mbaya. Kwa sababu hapa Biblia inakuambia, kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili, anasema wazi kwamba kule kunyenyekea kwa mwanamke kutafanya watu wengine wanaoangalia waweze kumwogopa nani? Mungu. Waweze kuheshimu kile ulichoitiwa. Kumbe unyenyekevu wako ni namna ya kuhubiri injili pia. Na unyenyekevu utokee ndani. Na mtu mmoja alisema, ninapenda niweke sawa leo, kama unajijua una kiburi na mjeuri, usiolewe, usituletee matatizo. Kama uwezi kunyenyekea kwa mwanaume, usiolewe, utatuletea shida. Basi ishi hivyo, kwani dhambi kukaa peke yako? Usimeamua. Ingawa sio vyema mtu kukaa peke yake, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama kweli umeamua kwenda kuolewa, basi jituni kunyenyekea. Jituni kuweza kuwa na utii. Vinginevyo utaleta matatizo makubwa. Sasa twende kwa wanaume. Petro wa kwanza 3:7 ambayo inasema, wanaume na nyie mnapaswa kuishi na wanawake kwa akili. Kifupi, alikuwa ana maana wanaume imewapasa kuwapenda wake zenu. Naomba nisikilize kwa makini. Naongea sasa kama mtu mzima. Amen. Mwanamke hana upendo. Upendo kwa maana ya ndoa. Yaani hapo ndio tunakosea lugha. Mwanamke anapotamani aone mume wake ana upendo. Wanawake wanapendana, wanajua kupendana, ile philos. Philos ni ile upendo ule wa, ndio maana wanakuwa kina mama. Lakini napoenda kwenye mambo ya kindoa, napotaka kuongea kuhusu hilo, wanategemea pia mwanaume wanapomonyesha upendo wa philos wa kawaida ule, wa upendo wa baba na mama, wa watoto na kadhalika, pia mwanaume aonyeshe upendo huo. Kwa lugha yao wanadhani upendo unaanza kwanza, wanatanguliza upendo wao. Ndio maana wanawake wengi wamewanunulia wapenzi wao wa chumba zao zawadi, na baadaye zikaliwa, na baadaye mtu akamwacha kwenye mataa, kwa sababu anadhani kwamba yule mwanaume anachotaka ni upendo. Ndio maana katika kiimani tunakataza mambo ya kuitana baby, sijui nani, sijui kwa yule mwanaume ni mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama utaona na kupeleka kwenye lugha ambazo ni ngumu, lakini natamani ujue hilo. Heshima. Abraham alikuwa na mke anaitwa Sara. Sara alimuita Abraham bwana. Na kwa maana hii sijasema kwamba wanawake wanyanyasike, ila nataka nikwambie, ukitaka kupata upendo wa kweli wa mwanaume, amua kuwa mtii. Amua kuwa mnyenyekevu. Amua kuwa mke mwema. Na ndipo utauona upendo wa kweli. Hakuna mwanaume anaweza kustahimili mwanamke mjeuri. Hakuna mwanaume anaweza kuendelea kukaa mahali ambapo amekaa na mwanaume mwenzake. Lazima mmoja akubali kushuka. Lakini Biblia inakuonya mwanaume kwamba huyo unayekaa naye ni kiumbe dhaifu. Sijajua kwa nini Biblia imesema hivyo. Sio mimi naisema. Anasema kwa sababu yeye ni kiumbe dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu alitwaliwa kwa mwanamume. Sio mwanamke alitwaliwa, sio mwanaume alitwaliwa kwa mwanamke. Lakini mwanamke alitwaliwa kwa mwanaume. Kwa hiyo ni kiumbe ambacho ni cha ziada kwa mwanaume. Kwa hiyo inabidi ukipende na kukisaidia na kukionyesha kweli kwamba unakijali. Ngoja nikwambie baadhi ya lugha. Unajua wanawake 80%, na utaniambia, akimpigia simu mume wake, hata mimi napigiwa,
Uko wapi? Akusalimii kwanza. Yesu asifiwe. Uko wapi? Hana maana kwamba anataka jua huko sijui upande wa kusini wa Dodoma sijui unafanya nini. Anataka kujua kama unampenda. Kwa mwanamke siku zote anapenda kuhakikishiwa kwamba unampenda. Anaweza kuletea picha umekaa mezani. Jamaa mmoja naye ajui kodi hiyo. Picha nzuri inaonekana mwanamke mwingine mrembo amejazia kuliko yeye. Anakwambia unamwonaje huyu? Sasa ole wako ukosee njia. Yesu asifiwe. Yeye anataka kuhakikishiwa kwamba yeye ndio pekee na ndio umempenda yeye, huna mawazo mengine. Mmoja akaulizwa, hivi baby, lugha zenu siku hizi, Bwana Yesu asifiwe. Nikifa utaoa mke mwingine kweli? Jamani walijiga. Akasema ukifa nitakaa miaka 3 lakini nitakuja kuoa, maana siwezi kukaa peke yangu. Yaani ilikuwa ni matatizo milele. Lakini atakiwa na hekima tu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu inabidi uishi na mke wako kwa akili. Kwa angemwambia kwamba Mungu anisaidie kwanza utakufa, unakufa unaenda wapi? Au ngitafuta lugha nyingine ili amhakikishie mke wake kwamba anafanya nini? Anampenda na ataweza kucare for the family. Kwa maswali ya mwanamke yoyote lazima ujue kodi. Lazima ujue unapoulizwa swali fulani, huyu mtu anataka ninataka kuhakikishia upendo, na ndio maana Mungu amekuumba umpende mkeo. Lakini la pili, mwanaume yoyote anapokutana na mwanamke anataka kuona ni mwanamke anaweza kujinyenyekeza. Anaporudi kwenye kazi zake, hata kama mluziana kwenye simu mkablast, anategemea kuona sura ya mke wake ambayo imenyenyekea. Sasa kama unataka kufanya shit, twende kwa shit na umefundishwa kwa shule zako za English medium, endelea. Unampoteza mmeo. Unampoteza huyo mwanamke. Jitahidi kujenga nyumba ambao umejua funguo. Biblia inasema kitu kimoja cha ajabu sana. Tuangalie kitabu cha Petro 3:7. Kinasemaje vizuri kwa undani kule mwishoni? Petro 3:7. Petro kwanza 3:7. Pale mwishoni anamalizia. Anasema kwamba kama chombo kisicho, endelea, kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwa kama ni njia ambayo shetani anazuia maombi ya watakatifu, ni kuleta ndoa zenye migogoro. Ndio maana kama kuna eneo ambao ni gumu, ndio maana watu kama kina Paulo au kuoa ili waweze kufanya kazi ya Mungu. Akashauri watu ni bora ukae kama ulivyo. Lakini hiyo ni zawadi na ni gift. Sio kila mtu anaweza. Ni bora kuoa kuliko kukata tamaa. Sasa kwa sababu hiyo umeamua kuoa, jitahidi umchukulie mke wako na kuishi naye kwa akili. Jua kodi za maneno ya wanawake. Lakini pia kama unakaa na mume au una mpenzi na ameanza kukata mawasiliano na unaona aeleweki, manake amekosa kujua kama kweli unampenda. Na kwa namna hiyo tafuta namna ya kurejesha upendo. Kwa hiyo ni njia mbili pamoja. Hizo ndio funguo za malango ya ndoa. Mwanamume vitu viwili, upendo, lakini la pili amesema nini? Akili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mwanamke ni utii kwa ajili ya nini? Watu waweze kumuona Kristo katika ndoa ambayo inajengwa. Sasa kwa leo hiyo misingi itusaidie tuweze kujenga ndoa ambazo zitamtukuza Kristo, kwa maana muujiza mkubwa Mungu aliumba ni muujiza wa ndoa. Na usijaribu kujibaraguza. Kuna watu wengi ambao ni walimu wa ndoa lakini ndoa zao zimewashinda. Na kwa maana hiyo wanafundisha theories. Mmoja anafundisha kuhusu uchumba na ndoa ilitukuka. Juzi nimemkuta kwenye mtandao hajaoa. Kwa Yesu asifiwe. Na ukisikia ni kwamba amegoogle, amesoma kwenye ndondo. Kwa hiyo msaidii. Sasa we can't fake it. Unaweza kufake kwa watu, lakini ukirudi ndani kuna waka moto. Kuna mmoja juzi ametoka kwenye magazini, kwenye mitandao. Ndoa yake yenyewe inawaka moto, lakini akija kwenye mitandao anaongea kwa makini. Sasa Mungu atusaidie. Kila siku tunapoongea, tunapoelezea, tunajifunza pamoja. Lakini never fake the marriage. Create atmosphere, jaribu kutengeneza mazingira ambayo mtakubaliana pamoja kuweza kujenga ndoa itakomletea Mungu utukufu. Mungu akubariki sana. Amina.
Basi shukrani sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno ambalo limepita kwa wakati wake. Mpendwa msikilizaji wa Radio Success, tulikuwa tunabarikiwa na somo la vijana na ndoa kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Sako. Lakini kwa wakati na sana majira kama haya, nirejelee kwako wewe mpendwa msikilizaji, nini ambacho umejifunza na nini ambacho nataka kujua zaidi katika kipindi hiki. Nichukue nafasi hii kukaribisha wimbo kidogo, na baada ya wimbo huu basi tutaendelea na kipindi chetu. Basi mpendwa msikilizaji wa Radio Success, kwa wakati na saa majira kama haya, ulikuwa unabarikiwa na wimbo. Turejelee kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu, ambapo kwa siku leo tutaweza kuishia hapa. Kwa maswali, ujumbe, endelea kutuma kupitia simu nambari 0678666335 0678666335. Ulikuwa nami katika siku hii leo, mtangazaji wako Rehema, lakini pia tupo na mtumishi wa Mungu aliyetuendeshea kipindi chetu cha siku ya leo, mchungaji Sako. Naomba niweze kumkaribisha ili aweze kutufungia kipindi chetu. Karibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amina. Mpendwa katika Bwana, tumekuwa na maswali mengi ambayo yametumwa. Sasa tunaona tusifanyie haraka, tutajibu katika kipindi kinachokuja maswali yote, na kama una swali bado, basi kipindi cha Jumapili ijayo tutumie, tutajibu pamoja. Vinginevyo ninakuombea Mungu akupe neema ya ndoa njema. Vitu viwili vya kukumbuka: kama hujaolewa, kuwa makini. Pesa zitapatikana ukipata mume mwema. Shida, huduma yoyote ambayo ulionayo itaweza kuwa na maana kama utapata mume au mke aliye mwema. Na unajuaje? Mwanamke mwenye adabu, mwanamke mwenye unyenyekevu, mwanamke mwenye kuheshimu kama Bwana. Ndio maana nasema huyu ni bwana wangu. Akishindwa kufanya hivyo, amesoma shule yake sijui ya wapi huko, atakuumiza. Waweza kuvumilia mara ya kwanza wakati majani mabichi, lakini ndoa ina mabonde na milima mingi. Upendo utaisha, utamuona mtu halisi na sura yake. Na wengi wameishia kuwa wazinzi na watu waharibifu. Lakini pia mwanamke, angalia sana mume ambaye unataka kuishi naye. Usije ukadanganyika na zawadi. Tafuta mume ambaye atakuheshimu, atakujali na kukupa namna ya kuonyesha kweli anakuthamini. Mwanaume yoyote ambaye hata katika hatua za uchumba anashusha utu wako na hadhi yako, unless wewe una matatizo ya kukosa adabu, huyo hakufai katika ndoa. Ninakuombea Mungu, haya mambo ni magumu, yanahitaji msaada wa Mungu. Ndio maana mke mwema, mume mwema anatoka kwa Bwana. Ninakutakia ndoa yenye ushindi. Naomba nikwambie lingine. Yawezekana umeshaingia kwenye ndoa na umekosea. Yesu Kristo anaweza kubadilisha mambo. Yeye ndiye aliyekuumba, anakujua. Usikate tamaa. Mungu bado ana nafasi ya kutengeneza ndoa yenye utukufu katika maisha yako. Ninakutamkia baraka jioni leo, na Bwana apate kuwa pamoja nawe. Tukutane tena Jumapili ijayo muda wa saa 12 kamili jioni mpaka saa 1 katika jina la Yesu. Amen. Amina. Shukrani sana. Basi nichukue nafasi hii kukushukuru mpendwa msikilizaji. Mungu akubariki.